Marekani imemwaibisha Rais Samia Suluhu baada ya kutoa ujumbe kumuhusu Mange Kimambi. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Ilipoibuka taarifa kwamba Tanzania ingeliomba Marekani kumrejesha blogger na mwanaharakati wa mtandaoni Mange Kimambi kwa tuhuma za uchochezi, upepo wa mjadala mkali ulivuma kote mtandaoni. Wengine waliamini inawezekana, wengine waliona haiwezekani kabisa, lakini mtetezi wa haki za binadamu George Malisa, ambaye amefafanua taswira iliyo tofauti yenye msingi wa kisheria, wa kimataifa na wa kikatiba. Kwa mujibu wa uchambuzi wake wa kina, Marekani haina msingi wowote wa kisheria wa kumrejesha Mange Kimambi Tanzania. Hii ni kwa sababu moja kuu: uhuru wa kujieleza nchini humo ni haki takatifu inayolindwa moja kwa moja na katiba ya Marekani kupitia kifungu cha kwanza cha marekebisho, First Amendment. Na kwa mujibu wa sheria hizo, kile ambacho Tanzania inaweza kuhesabu kama uchochezi, kama kutoa maoni makali dhidi ya serikali, kuikosoa hadharani au kuhamasisha mjadala wa kisiasa, si kosa la jinai nchini Marekani. Kwa miaka kadhaa sasa, Mange Kimambi amekuwa jina lenye utata katika anga za kijamii na kisiasa za Tanzania. Kupitia majukwaa ya kimtandao amejijengea jina kama mwanaharakati mwenye ushawishi mkubwa anayezungumzia masuala ya kijamii, kisiasa na kiuchumi kwa sauti isiyo na hofu. Hata hivyo, sauti hiyo imewahi kumuingiza katika mgogoro wa mamlaka za Tanzania, ambako zimekuwa zikimshtumu kwa uchochezi wa kueneza maneno ya chuki. Lakini kwa upande wa Marekani, nchi anayokaa na kufanya shughuli zake, maoni hayo hayachukuliwi kama kosa. Nchini humo, uhuru wa kujieleza ni uti wa mgongo wa demokrasia yao, na ni yake ambayo haina mipaka isipokuwa pale inapoleta madhara ya moja kwa moja, na kama kuchochea ghasia za wazi au vitendo vya kigaidi. Hivyo basi, kwa mtazamo wa kisheria wa Marekani, hatua yoyote ya kumrejesha Mange Kimambi ingekuwa sawa na kuvunja katiba ya Marekani yenyewe. Katika maelezo yake, Malisa alibainisha kuwa alizungumza na Profesa Thomas Crocker, ambaye ni mtaalamu wa sheria za katiba na usalama wa taifa katika chuo kikuu cha South Carolina. Mazungumzo hayo yalifafanua misingi mitatu mikuu inayofanya iwezekane kwa Marekani kukubali ombi lolote la extradition dhidi ya Mange Kimambi. Katika Marekani, kupitia First Amendment, inalinda kwa dhati haki ya kutoa maoni, hata maoni yanayoonekana makali, ya kejeli au ya kukosoa serikali, bado yanachukuliwa kama sehemu ya maoni ya kisiasa ambayo ni halali. Hivyo basi, matamshi ya Mange, iwe ni kupitia video, machapisho ya X ama Instagram, hayawezi kufasiriwa kama kosa la jinai katika ardhi ya Marekani. Kwa mujibu wa mkataba wa kimataifa wa extradition kati ya Marekani na Tanzania, ili mtu arudishwe kukabili mashtaka nchini kwake, kosa husika lazima liwe kosa katika pande zote mbili. Hapa ndipo tatizo linapojitokeza. Uchochezi unaotafsiriwa na kwa mujibu wa sheria za Tanzania si kosa kwa mujibu wa sheria za Marekani, na kwa mantiki hiyo hakuna msingi wa kisheria wa kufanikisha ombi la kumrudisha Mange. Kwa kuwa Mange Kimambi anamiliki green card inayompa hadhi ya mkazi wa kudumu Marekani, analindwa na haki zote za kikatiba kama raia wa kawaida wa Marekani, na inamaanisha kuwa hawezi kukamatwa au kupelekwa nchi nyingine bila kufuata taratibu za katiba inayolinda haki za kiraia, ikiwa ni pamoja na uhuru wa kujieleza na haki ya kusikilizwa. Zaidi ya katiba ya Marekani, Malisa alikumbusha kuwa Marekani na Tanzania zote ni wanachama mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa, ICCPR. Mkataba huu unaosimamiwa na Umoja wa Mataifa unatamka wazi katika kifungu cha 19 kwamba kila mtu ana haki ya kuwa na maoni ya kueleza mawazo yake bila woga au vizuizi. Kumrejesha Mange Kimambi Tanzania kwa sababu ya maoni yake kungekuwa uvunjaji wa moja kwa moja kwa mkataba huo wa kimataifa ambao Tanzania yenyewe imeridhia. Hivyo basi, Marekani ingekuwa inakiuka sio katiba yake, bali pia majukumu yake ya kimataifa. Na katika historia ya mahusiano ya kimataifa,
Marekani imekuwa na misimamo mikali kuhusu ulinzi wa haki za binadamu. Hata pale inapopokea maombi ya extradition kutoka nchi rafiki, hupeleka ombi hilo katika uchunguzi wa kina wa kisheria ili kuhakikisha halihusiani na masuala ya kisiasa au maoni ya kiraia. Kwa hivyo ombi lolote la Tanzania kumrejesha Mange Kimambi lingekumbana na vizingiti vingi vya kisheria, na serikali ya Marekani ingehoji kwanza kama kosa linalodaiwa ni la jinai au ni la kisiasa. Na kwa kuwa uchochezi mara nyingi utafsiriwa kama njia ya kisiasa ya kudhibiti maoni tofauti, Marekani isingeweza kuidhinisha ombi hilo bila kuvunja misingi yake ya kikatiba. Aidha, maombi ya aina hiyo yamewahi kutupiliwa mbali katika kesi nyingi za kimataifa. Watu waliowahi kutuhumiwa kwa makosa ya kisiasa au kutoa maoni yamepewa hifadhi chini ya misingi ya uhuru wa kujieleza, na ikiwemo wanaharakati kutoka nchi za Mashariki ya Kati, Afrika na Asia. Mange akiwa katika mazingira hayo anafaidika na ulinzi huo wa kimataifa. Mwisho wa uchambuzi wake, Malisa alitoa ujumbe wenye uzito wa kisiasa na kicheko cha kijeli kwa wale wanaoamini kuwa serikali ya Tanzania inaweza kutumia muujiza kumleta Mange Kimambi nchini. Kwa maneno yake alisema labda mwanasheria mkuu wa serikali atatumia uongo. Lakini nyuma ya utani huo kulikuwa na ujumbe mzito kuwa sheria si uchawi, bali ni mfumo na ulindwa na kanuni za kimataifa, katiba na misingi ya haki za binadamu. Uamuzi wa kumrejesha au kutomrejesha mtu si jambo la maombi ya kisiasa, bali ni swala linalopimwa kwa mizani ya sheria na kanuni za haki. Kauli yake ililenga kutuliza mijadala yenye hisia mitandaoni, huku akitoa elimu ya kisheria kwa umma kuhusu uhalisia wa mchakato wa extradition. Kwa maneno mengine, alitaka Watanzania watambue kwa ulimwengu wa sasa unaendeshwa kwa kanuni za sheria, si matakwa ya mamlaka au jazba za kisiasa. Kisa cha Mange Kimambi kimekuwa zaidi ya mjadala wa mtu mmoja, kimekuwa kioo cha hali ya uhuru wa maoni katika Afrika Mashariki. Katika zama ambazo mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa la mijadala ya kitaifa, tofauti kati na uchochezi na maoni imekuwa nyembamba. Kwa upande wa Tanzania, mamlaka zimekuwa zikikabiliana na changamoto kubwa ya kudhibiti matumizi ya mitandao huku zikilinda uhuru wa habari. Wakati huo huo, kwa watu kama Mange, mtandao ni jukwaa la kisiasa lenye nguvu kubwa kuliko majukwaa ya jadi. Kesi inafafanua pengo kubwa kati ya mifumo miwili ya kisheria, ule wa Tanzania unaotazama maneno makali kama uchochezi na ule wa Marekani unaouona kama maoni halali ya kiraia. Hili linaibua maswali kubwa kuhusu mustakabali wa demokrasia katika enzi za kiteknolojia. Je, nchi zinaweza kudhibiti maoni bila kuvunja misingi ya uhuru? Kwa mujibu wa hoja za Malisa, kisa cha Mange Kimambi si cha kufasiriwa kwa mihemko ya kisiasa, bali ni jaribio la kuelewa dunia ya sheria na sheria za kimataifa. Marekani haina mamlaka ya kumrejesha mtu kwa sababu ya maoni yake, na Tanzania kama mwanachama wa ICCPR haina msingi wa kudai jambo linalokiuka mkataba huo. Kwa mantiki hiyo, hoja ya uchochezi inabaki kuwa ya ndani ya kisiasa, si ya kimataifa. Na mtu mwenye green card nchini Marekani analindwa na kanuni zile zile zinazomlinda mwanahabari au mwanasiasa ndani ama wandani, kanuni za uhuru, usawa na haki. Mwisho wa yote, simulizi hili linabaki kuwa funzo kwa mataifa yote kwamba katika ulimwengu wa sasa ambapo maoni husambaa kwa kasi zaidi kuliko risasi, nguvu ya dola haiwezi tena kushinda nguvu ya uhuru wa mawazo. Na Mange Kimambi, iwe anatiliwa hatiani au la, amekuwa ishara ya zama mpya, zama ambazo sheria za kimataifa zimesimama kama ngao ya maoni hata pale yanapowasha moto wa kisiasa.